Uhali gani mwanafamilia wa Mbayu TV, ni kukaribishe katika YouTube channel yetu, mahali ambapo wewe unayapata yale yote ambayo yanatokea kila siku na kila saa, ambapo hivi sasa tunaangazia hapa ambapo kupitia ukurasa wake wa Facebook Askofu Emmaus Bandikile Mwamakula yeye ameweza kuandika akiwa anahoji, je, nani amekosa maadili kati ya CNN na serikali iliyoua maelfu ya watu wake? Ameanza kwa kuuliza hivyo. Anasema kwamba msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa amevituhumu vyombo vya habari vya nje kikiwemo CNN kuwa vimekosa maadili ya uandishi wa habari. Maeneo ambayo Msigwa ameyalalamikia ni mawili: kutokupata ufafanuzi wa serikali kuhusu habari za mauaji ya halaiki na kuweka hadharani picha za marehemu. Hoja kwanza kuhusu kutokupata ufafanuzi wa serikali tulijadili katika andiko lililotangulia. Kwa hiyo lengo la andiko hili ni kujadili hoja ya pili, kuweka hadharani picha za marehemu. Maadili siku zote hasa katika vita yanakuwa ni ya pande mbili. Huwezi kuunda upande mmoja utunze maadili wakati upande mwingine haujali au hautunzi kabisa maadili. Wasilisho letu si ni serikali kuwa serikali ya Tanzania ambayo Gerson Msigwa ndiye msemaji mkuu wake haikujali maadili katika suala analolilalamikia. Tutajadili kuzima na kufunga mtandao ama internet ilikuwa ni kitendo cha kikatili cha kukiuka maadili ya habari. Kwa kuzima interneti, serikali ilikusudia kuwaweka watu gizani ili kufanya vitendo vya mauaji ya halaiki gizani ili dunia isijue na raia au wananchi wa Tanzania wasijue. Ni kitendo cha ukatili kwa kuwa serikali ilitaka ndugu wa marehemu wasijue lolote kuhusu ndugu zao waliouawa. Kwa watu wazima, vijana na watoto wa shule ambao hawakuwa hata katika maandamano ni ukiukwaji mkubwa wa maadili kwa upande wa serikali ya Tanzania. Kuwafuata watu katika nyumba zao na kuwafyatulia risasi ilikuwa ni kukiuka maadili ya askari na unyama uliokithiri. Kuna mahali watu walifuatwa katika vibanda vya kuangalia mpira wakafyatuliwa risasi kisha wakauawa. Kuna mahali watoto walikutwa pia wakicheza wakafyatuliwa risasi wakauawa, na mahali pengine watu waligongewa milango na kuuawa wakiwa ndani. Wapo waliouawa pia wakiwa chooni, huku wengine wakiwa njiani kutoka au kuelekea kazini. Kuua watu na kuwafukia kwa siri ilikuwa kwa nyima ndugu haki ya kuzika miili ya ndugu zao. Ilikuwa ni ukiukwaji mkubwa maadili. Kuwafyatulia watu risasi na kuwaua wakati wanakimbia pia ilikuwa ni ukiukwaji mkubwa maadili. Katika uwanja wa mapambano pia hairuhusiwi kumpiga risasi adui aliyesalimu amri. Lakini hao walouawa na serikali ya Tanzania ambao Msigwa ndiye msemaji wake mkuu hawakuwa wapiganaji walio na silaha, bado walikuwa ni raia, na wengi wao walifuatwa majumbani mwao au katika maeneo ya biashara na hata barabarani wakiwa wanakimbia kwa ajili ya kujiokoa. Kuna maeneo watu walipigwa risasi wakiwa ndani ya nyumba za ibada ambako walikimbilia kujiokoa. Kuna maeneo ambayo miili ya watu ilikaa zaidi ya siku 2 ikiwa inazagaa barabarani. Lakini kibaya zaidi, wauaji waliamua kuvaa nguo za kiraia na kutumia magari ya kiraia kuingia mitaani kuwaua watu. Kuna maeneo ambulance zilikwenda, watu wakafikiri ni gari ya wagonjwa, kumbe ni wadunguaji. Walitumia ambulance ili wasijulikane, wakaua watu. Hizo picha au video ambazo Msigwa anadai kuwa zinasambazwa sio kuwa zinarudiwa, bali ni nyingi mno kiasi kwamba hata ukiposti moja bado ya nyingine unaweza kuimaliza mwezi wa kwanza au miezi miwili mbele bila kuzimaliza. Lakini ukweli ni kuwa ndugu wa marehemu wamesaidiwa sana na video hizo kuwagundua ndugu zao kuwa ni kweli wamekufa. Bila video hizo ndugu hao wasingejua kama ndugu zao wameuawa au la. Pengine watu wanaweza kumuuliza Msigwa ya kuwa ni upande upi uliokosa maadili. Je, ni ule unaosambaza picha kama ushahidi kuwa watu wengi wameuawa baada ya upande mmoja pia kukataa kuwa hawakuwa na mauaji ya halaiki, au ni upande ulioua maelfu kwa maelfu ya raia wake wasiokuwa na silaha? Kama serikali ya Tanzania ilitumia na inatumia nguvu kubwa sana ili kuficha ukweli kuhusu mauaji ya halaiki iliyowafanya, inataka wananchi na ndugu waliouawa wafanye nini?
Baada ya mauaji, askari walizagaa mitaani kukamata watu na kuwapora simu au kuwalazimisha ili wafute picha au video zinazohusiana na mauaji hayo. Je, hayo ni maadili ya wapi kama huo si unyama? Ingekuwa jambo la hekima serikali kunyamaza kimya kimya baada ya kufanya hayo yote. Sasa kwa kuwa imeamua kuanzisha vita propaganda ili kuficha ukweli na kukandamiza wananchi na watu ambao wamepoteza wapendwa wao, basi ni wajibu wa jumuiya ya kimataifa kufichua huo ukweli wote. Hicho ndicho alichokifanya CNN. Ni vizuri Msigwa na serikali ambayo yeye ndiye msemaji mkuu wake wakajua kuwa hizo picha na video za CNN zitakuja pia kutumika mbeleni kama ushahidi dhidi yao. Je, nini kimekushangaza? Je, nini maoni yako? Mwanakondoa ameshinda, tumfuate. Askofu Emausi Bandikile Mwamakula Tunge, Dar es Salaam, 24 Novemba mwaka 2025, saa 6:40 usiku ameweza kuandika chapisho hili akiwa na mhoji Gerson Msigwa, ambapo huyu ni ofisa habari ama msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania. Bra, hii ni Mbayu TV, langu jina ni David Edward. Endelea kutufuatilia.